Can you imagine hivi tuchukulie kama kuna mtu ambaye wenye viti sio tunawapigia kura bwana tunawapigia kura wao viongozi wetu, si ndio? Ndio. Sasa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna habari imeandika, nasema mwenyekiti kijiji mbaroni ujauzito wa mwanafunzi. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Tusikitike kidogo. Mbaya hiyo. Utaenda ukurasa wa 3 kwanza ulijuze kwa undani zaidi. Sawa, ukurasa wa 3 ni jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mwenyekiti wa kijiji cha Mlangoni wilaya ya Siha Ezekiel Mloli kwa tuhuma za kumpa ujauzito mwanafunzi wa kidato cha 4 katika moja ya shule za sekondari wilayani humo, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amethibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa na kueleza kuwa kwa sasa anashughulikiwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na amesema baada ya taarifa za tukio hilo kufikishwa kwa uongozi wa shule, ambapo mwanafunzi huyo alipelekwa katika hospitali ya wilaya kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu, ambapo ilibainika kuwa alikuwa na ujauzito wa wiki 17 na siku moja, ambapo kamanda Maigwa ameongeza kuwa mwanafunzi huyo alifanyiwa mahojiano. Alimtaja mwenyekiti wa kijiji cha Mlangoni kuwa ndiye anayehusika na ujauzito huo. Amesema taratibu za kisheria zitakapokamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Na jeshi la polisi basi limetoa wito kwa jamii kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola katika kupambana na vitendo vya ukatili na wa kijinsia na kulinda haki za watoto. Unaona imagine mtoto wa kwetu wenyewe. Mwenyekiti yeye anapaswa kuhamasisha jamii kwamba isiyo inafanya matukio ya masuala lazima ya ukatili, lakini yeye ndio kwanza kafanya tukio hilo. Unajua ukiangalia kwa undani zaidi unaweza kuona ni kama masihara. Ndio. Sheria za nchi, katiba kwa level ya kijiji nasimamiwa na mwenyekiti wa eneo husika. Of course, yes. Kwa maana ili hata tufanye maendeleo, serikali lazima ifike pale kwa mwenyekiti wa eneo husika. Unapotaka labda kwenda kulipoti polisi pale, polisi, si ndio? Mwenyekiti lazima wana taarifa. Sasa swali langu ni kwamba ikiwa hao ndio wasimamizi wa sheria za, kwa hiyo hata ikitokea mtoto wa mtu fulani amempa ujauzito mwanafunzi, mwenyekiti unatakiwa ndio usimame pale yule binti apate haki yake. Yeye anaonyesha mfano gani? Sasa wewe mwenyekiti ndio kwanza unaenda kufanya hivi. Sijui hii tuiweke kwenye kundi gani, ila amewaangusha wenye viti wenye viti wengine. Kwanza wananchi waliomchagua pia. Pili wenye viti wengine sasa tunaanza kuatilia mashaka. Lakini pia haleti maadili, yale maadili tu ya Kiafrika tayari kashayavunja. Yule ni kama mjukuu. Kama mjukuu wake. Hakupaswa kufanya hivyo kwa sababu kuna watu ambao rika lake, yani sema tu watu wa rika lake wapo. Alafu kama mwenyekiti si umeoa? Mwenyekiti si umeoa? Wewe mwenyekiti una mke wako umeoa. Kilicho kufanya ni nini? Tunarudi kwenye kumbukizi ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Yeye kusema hivi, ana mchango mdogo. Yeye kusema hivi kwamba ukiona sketi za wanafunzi ni nzuri, nenda kamshonee mke wako, mvalishe. Ili akiwa anapita pita pale anaenda uani, anaenda jikoni. Unaona na mwanafunzi. Sio unafurahishwa nacho? Kamshonee. Alafu usitusumbulie watoto wetu. Na bila shaka hii rai kwa wenyekiti wote. Na sio wenyekiti tu, viongozi wote ambao wamepewa mamlaka hupaswi kufanya vitu vya ajabu kama hivi, kwa sababu wewe ni kioo katika jamii. Anyway, msikilizaji, dondosha comment yako kupitia 0779729593 kwa unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Weka comment yako hapo. Mwenyekiti huyu tumfanye nini yani? Yeye ndo msikitikie, lakini pia hebu tumuulize hapo msikilizaji, mtaani kwake hali ikoje kwa viongozi wa serikali za mitaa? Hebu tuambie mtaani kwako. Ni wale na wenyewe wanasema binti umependeza leo. Na usiruhusu unamsalimia mzee aitiki. Vipi? Mzee anakuuliza unataka kuninyima nini? Mimi inawakuta wengi sana hiyo. Jamani, tulikuwa tunasema sisi vijana ni waovyo. Sasa hivi kuna wazee waovyo.